Ni familia moja katika maeneo ya Ikolomani inayozidi kulilia haki baada ya chifu wa area hiyo kuweza kuwanyima lepe la usingizi. Tusi la Ikolomani, Kakamega County, eneo bunge hili tuko chini kabisa, maeneo yanaitwa Mutaho. So tumekuja kupata habari kidogo kulingana na mwanakijiji fulani ambaye analilia haki yake baada ya kudhulumiwa kidogo na maafisa fulani wa usalama katika eneo hili. So tumemtembelea hadi kwenye boma lake ili akaweze kutueleza ni nini ambacho kilitokea. Kwa hivyo baba, unaitwa nani? Habari yako kwanza? Salama sana. Tukuite nani leo? Leo mniite Koti Mwalimu Mhaji. So hadithi ambayo ilituleta huku, labda utatueleza kulikuwaje na kukawa vile ambavyo mambo yamefika. Sijui nini ilianza kukafika aje, ndio maana mkasema tukuje tuwasikizie hii habari yenu. Mimi nilikuwa naomba yangu kosi nilikuwa hapa, mimi nafanyanga kwa kazi ya mining. Kosi vile nafanya kwa kazi ya mining na wenzangu, ilikuwa siku ya Friday, ambapo mimi sikujua, nilifikiria mambo ya mtoto wangu imeisha vile wamempika, nitulia kitoko nione nitafanya watu next ingine. And that time nikawa nimelala na huyo mtoto wa miezi nane kwa nyumba. Mama wake alikuwa ameenda kupeleka mwingine huko Bondo kwa shule. Kwa mimi harakati kwa kulala hivyo, kitu saa 5 usiku mimi nikasikia watu wanakuja. Wakikuja, kitu ya kwanza nilikuwa nataka kwa nyumba na baby ya Sun King na pesa taslimu. Ngoja kidogo, rudi nyuma. Umesema walipiga kijana yako wakamuumiza. Sijui kulikuwaje ndio wakampiga. Walimsingizia mambo ya kuiba, ya wezi. Nini hali yeye huyo mtoto alikuwa amemaliza class 8 2022. Ndio alikuwa ameanza kufanya mambo ya potapota na kushughulika na kazi ya jua kali, hata kuchoma makaa akiuza yeye mwenyewe. Ni hali sikuwa nimempanga kwa kujenga nyumba, mahali pa kujenga nyumba. Kwa siku hizo harakati, mimi kama ningali namshughulikia, ndio nikaitwa na jirani, watoto ndio hao nakufia hapo wamepigwa. Walikuwa wangapi? Walikuwa watoto wawili wenye walikuwa wamepigwa. Walikuwa wamesingiziwa wameiba kitu gani? Labda walikuwa wamesingiziwa wameiba uva. So tukatoka hapa kitu saa 9, tukaenda kupika report kwa polisi. Saa 9 usiku? Yeah. Sasa hiyo ni tarehe 3. Wakakuandikia OB number. Tukaenda, mama yake akaenda, mimi nikienda kazi nikamwambia ashughulikie huyo mtoto. Wakaenda kwa hospitali Shibwe wakamshughulikia. Kwa hizo harakati hajapona, ndio sasa wamekuja sasa kumchukua kikafula bila mimi kujua kama nimeenda kazi tena. Kwa hivyo inamaanisha alipigwa kiasi ambacho aliumia zaidi? Aliumia zaidi, hata magoti, hata mbavu, mikono. Ni harakati hizo mimi nang'ang'ana apone ndio ashughulike na mambo zake. Ndio tena wamemchukulia kwa stage kama na bodaboda ya baba yake huyu. Amechukuliwa stage kwa yale madai tu bado ya wizi. Ndio. Sasa haki gani ama kuliendaje ndo after amepigwa? Hiyo wakati walimshika kaweka ndani? Hawakumshika. Mwenye alishikwa alipelekwa kotini. Huyo akasema hakuwa na mtu yoyote. Ni
hali huyo akaona haki yake haitendeki, akakuja hapa. Vile alikuja aliruhusiwa na koti akuja hapa, akakuja akafanya kazi hapa police station Msoli, ile inaitwa probation. ya probation. So ili hali hajamaliza hiyo kazi, ndio nakuja na kuchukua hiyo Friday hii asubuhi. Bado yale madai tu ya wizi, bado hiyo madai ya wizi hiyo, ambapo Friday ni juzi, ina maana ya kwamba hajafikishwa mahakamani bado. Hajafikishwa. Okay, now sasa tuendelee na story yetu ya pale ambapo umetuambia ulikuwa umelala usiku mida ya saa 8 saa 9 pale ndio ukasikia mlango unabomolewa wakikuja kugonga gonga. Mimi kwangu nilisikia kitu saa 5 saa 5 usiku, nikisikia watu wakiongelea nje. Harakati wa kuongelea nje, mimi na hapo nilikuwa nalala na mtoto wangu, mamake akipeleka mtoto mwingine shuleni huko Bondo. Kwa hizo harakati niko na mataa sasa nikini pale. Nikaona jifu anapisha mlango, anasema wewe uko na kiburi, wewe inafaa umaliziwe, unafaa utoke tu polepole tuende tukumalize. Mimi nikamuuliza makosa yangu ni yapi, na mimi nimetoka kazi, hata ni hali sina nguvu yoyote na nilikuwa mgonjwa, sina anything yenye naweza sema tu mambo yako ama uniite kwa ofisi. Umeniita kwa ofisi ABCD? Akasema mimi ni chifu, nataka utoke polepole tuende tumalizane na wewe huko nje. Ini hali kwa hizo harakati nikaona wameanza kuja sasa, wacha mimi nitoke, mniambie kenye mnataka kwangu. Ini hali ndugu yangu mkubwa akatoka akanisaidia, kunisaidia akalinga mtu na mawe, akajitambulisha yeye ni chief, tena akaenda kwake na kwa daa akajitambulisha yeye ni chief. Baada ya kudai ya kwamba nataka nione makosa yangu ni yapi yenye mmekujia hapa, kaniambia tunataka tukumalize. Akaniambia nataka P3 ya huyo mtoto mwenye ulichukua. Wewe uko na watoto na unamfundisha mambo ya wizi. Ini hali mimi mtoto yangu ametoka kwa shule, hata hajajua mambo na wizi wote. So mimi naomba serikali mkisikia haki yangu itendeke. Nikirudi tu nyuma kidogo, umesema walikuambia wanataka wakumalize. Kumaliza kivipi? Wewe ndio ulikuwa mwenye makosa ama ni sababu ya kijana? Sasa wamekuja kwa sababu ya kijana, eti wanataka wamalize mimi, wanitupe mahali penye wanatupanga wengine. Mimi sijui wanatupanga watu. Niulize tu mtazamaji, hii ni hadithi ambayo pia wewe inakupea swali kichwani. Authorities ama wale ambao wako kwenye mamlaka, sijui kama wanaruhusiwa kupiga mtu na hizo sheria ya kwamba tunataka tukumalize, ili hali kuna ofisi ambazo zimetengwa, kama ni chifu ama naibu chifu ama hata ni OCPD ako na ofisi zake. Kwa hiyo comment section mtatuambia. So baba, ile wakati kuna kitu gani walitoka na kijana, wakatoka na nini yenye walipata nayo kama evidence ama nini? Walifaulu aje kuenda? Mliwaambia aje ndio wakaenda? Ilikuwa tu vita. Na watu majirani wakakuja kunisaidia kwa hizo harakati, wakaingia kwa hiyo nyumba, wakatoa petri ya Sunking na pesa taslimu kwa mattress shilingi 150, na nilikuwa nimeanza 1150. Wakakuja hiyo kujua ya kwamba hiyo pesa imetoka, ilikuja asubuhi saa 1 hapa, ndio nikajua kumbe vitu zangu zimeenda.